eti Mungu uliye hai, tunalibariki jina lako na kulikuza jina lako na kuliadhimisha jina lako. Baba, tunasema mtakatifu, mtakatifu Bwana majeshi ndilo jina lako. Watoto wako Mungu tumekusanyika mbele ya madhabahu yako kwa ajili ya kulitia jina lako jioni ya leo. Asante Bwana, ni majira yale ya jua kupunga ndipo uliposhuka Bwana ukasema na mtumishi wako Bwana Adamu. Nasi ni majira haya jioni ya jua kupunga, tunatambua uwepo wako katikati yetu, maana umesema wakutanikapo wawili watatu u katikati yao. Baba, tunatambua uwepo wako katikati yetu. Baba, ulitukuze jina lako, nasi tutalitukuza sana katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Naomba tuketi, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunambariki Mungu wetu kwa ajili ya neema ambayo tumeipata machoni pake. Leo ni siku yetu ya pili kwenye semina yetu. Ninamshukuru Mungu kwa wale ambao tumekuweko jana, lakini pia namshukuru Mungu kwa wale ambao mmeanza kuja siku ya leo. Lakini ni ukuambie tu kwamba semina yetu tuko mubashara Facebook, lakini pia inapatikana YouTube kwenye akaunti yangu ya Harrison Nzaba. Sasa kwa wale ambao tunapita mitandaoni, kama jana hukuwepo, unaweza ukaipata vizuri kabisa kama tulivyopata neema jana. Lakini Mungu ametupa neema kwa nasona leo sema maono ya Mungu ndani ya familia. Maono ya Mungu ndani ya familia. Na ujumbe ambao Mungu ameweka moyoni mwangu. Nami namshukuru Mungu kwamba amenipa neema ya kuweza kufuatilia hatua hadi hatua na neema hata neema. Nami naamini kwamba kuna kitu Mungu anakwenda kukiachilia kwako binafsi, kama vile ambavyo nimemwona Bwana binafsi. Wakati Mungu ananipa hili somo, nilianza kuona neema ya Mungu hata kabla sijaanza ni kulifundisha. Nimeona neema ya Mungu binafsi, nami naamini kwamba kuna kitu Mungu atakiachilia pia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mwanzo 25 mstari wa 20 hadi 23 ndipo msingi wa mafundisho yetu kwa sisi siku hizi 8 ambazo Bwana ametupa kuweko hapa. Tutatembea sana kwenye hiki, maana ndicho ambacho Mungu ametupa ufunuo namna ya kutembea na kile ambacho anakikusudia ili tutembee nacho. Biblia nasema Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Betueli Mshami wa Padani Aram, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba, watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa hili neno la Mwanzo 25 mstari 23 ndicho kiini cha semina yetu, ndicho kiini cha mafundisho yetu, ndio msingi mkuu, ndio moyo wa hili somo. Anaposema Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii familia ni familia kawaida kabisa, kama ya kwangu, kama ya kwako, na walipita kwenye maisha ya kawaida kabisa kama sisi. Lakini ile siku yule mama Rebeka kaenda kumuuliza Bwana, kwa nini haya yananitokea?
kuna kitu gani kipo nyuma ya hiki? Naona watoto wanashindana tumboni, na hiki nachokiona ni tofauti na uchezaji wa mtoto kikawaida. Kuna kitu cha ziada hapa. Naona kabisa kuna mazingira ya mauti kupitia hii mimba. Alipoenda kuuliza, Mungu akafunua kitu ambacho kiliwastaajabisha. Mungu akasema, mataifa mawili yako tumboni mwako. Sasa hapa imenipa kutafakari sana. Mama Rebeka alikuwa na mimba na alijua na mtoto tumboni, na kama walijua kuna mapacha tumboni. Kwa yeye alikuwa na watoto au alikuwa na mtoto, lakini maono ya Mungu ndani ya familia yalibadilisha fikra na uelewa wa familia. Yale kilichotamkwa kilibadilisha kabisa familia, ikaanza kuwaza upya, ikajiangalia kwa upya kwamba ninyi hamna watoto wawili, bali mna mataifa mawili. Sasa wale baba kwanza, nafikiri walikaa njia panda, walitafakari na kutafakari na kutafakari na kutafakari tena. Inakuwaje sisi tuna watoto lakini Mungu hasemi watoto? Anaeleza maono yake kwa watoto wetu wawili, na maono ya Mungu kwa wale watoto yameleta mfumo mpya kwa familia nzima. Mfumo mpya wa familia umebadilika, maisha yamebadilika. Wanapoangalia watoto, hawaoni Yakobo, hawaoni Esau, wanaona taifa. Wanaona taifa ndani ya mtu, wanaona taifa ndani ya mtoto. Kwa wanapoangalia, hata kama wanapeleka shule, hawapeleki watoto, wanapeleka taifa. Wakiwapa chakula, hawapi chakula mtoto, wanatoa chakula kwa taifa. Kutoka siku ile Mungu aliposema nao, yani familia ilibadilika kupitiliza. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapoachilia maono yake kwenye familia, maisha ya familia yanafutwa, yanakuwa 0.000100. Kwa wale wasomi wanajua, tukisema 0.0 ni kitu kidogo, tukiweka sifuri nyingi, yani tumeboresha sifuri. Lakini hamna kilichoongezeka wala kilichopungua, tumeboresha sifuri. Kwa hiyo walianza maisha mapya, maisha ambayo yaliwachanganya. Sasa ilikuwa ni gharama, kwa sababu hawalei tena watoto, wanalea mataifa. Sasa kama wanalea mataifa, kuna kitu ambacho kinahitajika sasa waanze kukiishi, waanze kuwa na mchakato mpya, waanze kuwa na maarifa mapya, waanze namna ya kuwalea, waanze namna kuwasomesha. Kwa sababu kulea mtoto ambaye ni taifa, kuna namna ya kumlea, kuna namna ya kumhudumia. Lazima upande mbegu ya kumfanya kesho awe taifa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Labda tu nitoe kitu chepesi kidogo ambacho utanielewa kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, Mungu amekwambia mtoto niliyekupa ni mchungaji. Kama Mungu kasema nimekupa mtoto mchungaji, kwa hiyo maandalizi yote utakayompa ni maandalizi ya kuwa mchungaji. Akisoma shule ya msingi, kama una neema kidogo ya hela, utampeleka zile shule za kikanisa, zinaitwaje zile? Okay, utampeleka wapi? Seminari. Na akitoka seminari, utampeleka sekondari ya kanisa pia. Sawa sawa. Kwa hiyo
Yaani namna akienda shule unamweka Biblia, unamwekea na tenzi ya roho, unamwandaa mchungaji sawa sawa. Na akishamaliza tu elimu hii ya sekondari na nini, okay, utampeleka kusoma uchungaji. Kwa hiyo utaandaa, kama kuna mifumo ya dini yako, utaandaa mifumo ya dini yakubalike kwenda kusoma uchungaji sawa sawa. Ataenda atasoma uchungaji. Kwa hiyo toka ulipomzaa, hata chakula anachopewa mtoto mchungaji ni tofauti na chakula cha kupewa mtoto injinia. Sana ongea vitu vya kiroho zaidi. Mchungaji hali kila kitu, maana kila kitu maona atakufa. Kana Daniel alipanda kule Babeli, akaambiwa kuna mapochopocho kwa mazuri ya kifalme, akasema mimi ni mchungaji huko ndani. Haya mapochopocho siwezi kula. Lakini Wayahudi wengine wote walikula. Kwa nini? Ndoto ilimzuia kula mapochopocho ya mfalme. Lakini jifunze kwa Esther. Ndoto ya Esther ilikuwa ni mke wa, kwa hiyo mapochopocho alikula yote na hakuna jishika. Wangapi wamenielewa hapa? Ndoto ya Esther ilimpa kula kila kitu nyumbani kwa mfalme. Ndoto ya uchungaji ndani ya Danieli ilimzuia kula chakula cha mfalme. Asikiaye na afahamu. Haleluya kanisa. Kwa wale ambao mkowepo mtaandika kidogo, kila familia imebeba maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini yapo. Kila familia imebeba maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini yapo. Kila familia imebeba maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini maono yapo. Kila familia imebeba maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini maono yapo. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuuliza Mungu. Kila familia imebebesha maono ya Mungu, ijue au isijue, lakini yapo. Changamoto kubwa ni kukosa nafasi ya kumuulizia Mungu. Sasa tusogee twende kitabu cha Luka 1:20. Tuangalie sasa familia nyingine. Nimegusa kwa haraka kwa sababu hili ni somo la jana. Tuendelee kuimarisha msingi kidogo, wasio kuwepo wapate, lakini nimesema yako Facebook, yako YouTube, kwa hiyo unaweza ukaingia huko na ukayapata. Kiingia huko utayapata. Tuangalie familia pili, Luka 1:26 hadi 35. Hizi familia mbili ni msingi madhubuti kwa ajili ya somo letu. Mtiririko mzima umeficha kwenye hizi familia mbili hapa, na tutaangalia vitu vingi ndani hizi familia mbili, familia ya Isaka na Rebeka, lakini familia ya Yusufu na Mariamu. Kitabu kile cha Luka 1:26 nitasoma. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira alikuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huwa ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake.
atamiliki nyumba ya Yuda hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwa neno hili, maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa hii ni familia ya pili, ni familia ya Mariamu na Yusufu. Sasa hii ni tofauti na familia ya kwanza. Hawa ndio kwanza wanaanza kujenga familia, haijakuwa familia, ni wachumba, wamechumbiana. Yusufu kamchumbia Mariamu. Sasa kule mbinguni Mungu alikuwa na maono makubwa kukomboa ulimwengu, na tutasoma pale chini, tutaona kwa mapana kidogo. Sasa yale maono ya Mungu yalitaka yapate mchumba au wachumba yawekezwe kwenye kukagua. Akaonekana Mariamu ana vigezo. Mariamu alikuwa na vigezo vinavyostahili kubebesha yale maono. Kwa hiyo kuna aina ya maono yanahitaji vigezo na masharti. Haleluya. Wadada sema hapa wengi. Hata na dada wa zamani wa miaka 40, miaka 50. Kuna wadada wadada miaka 18. Wanaanza kucheka. Hata kabla sijaanza kusema na tutakuwa niseme. Haleluya, haleluya. Asema jipinge kwamba Mungu angetaka wekeze haya maono. Ungekuwa na vigezo na masharti. Maana kuna wengine hata wanamwali hawajui walitokaje. Katoka kwenye utoto mpaka kuwa kwenye mke. Ukitaka wanamwali ulitokeje, hata mimi sijui. Sasa huyo haya maono yanamhusu. Wa mama sema wow. Yes. Vigezo na masharti. Angesema sasa leo mzava anamtaka Mariamu hapa ndani wekeze haya maono. Mimi nafikiri kwa kweli hatapata. Maana hata wale wadada wa moto yani sasa hivi ana ndoa ya 15. Biblia inasema azina mwanamke amekuwa kahaba, azina kama amekuwa mwili mmoja. Sasa wadada walioko hapa nane wana ndoa wengine 15, wengine ndoa 20, lakini bado hajaolewa. Kwa mchungaji hajafunga ndoa. Lakini ndoa za mtaani ziko 17, ziko 15, ziko 7. Sasa niambie, Bikira Mariamu hapa yupo? Haleluya kanisa. Kwa hiyo Mungu anapotafuta kuwekeza maono, lazima aone kuna mtu wa kufiti kubeba hayo maono. Si kila maono anabeba kila mtu. Kwa hiyo kwa kadri ya familia ilivyo, ndivyo Mungu atakavyowekeza maono yake. Kwa wale waaminifu sana wanabebeshwa maono makubwa sana, lakini kwa wale sio waaminifu sana wanabebeshwa maono kwa kadri ya jinsi walivyo. Hapo mnaelewa kidogo? Amina. Kwa hivyo ulivyo na wewe una maono ya Mungu ndani. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa. Kwa Mungu malaika alipotumwa kwa wale wachumba, ghafla maisha yao yakafutika. Alafu wakaanza moja
ya maisha mapya ndani ya maono. Kwa nini? Ile mimba haikuwa ni mimba ya kawaida, ilikuwa ni mimba ya thamani sana, ilikuwa ni mimba ya kama vitu vikubwa. Kwa hiyo ili wapasa waanze maisha sawasawa na maono ya Mungu kwenye uchumba, hata kabla hawajaingia kwenye ndoa. Sasa kuna wengine Mungu anasubiri upate mchumba au uolewe ndio maono yaanze. Mmenielewa kidogo? Bado hamjanielewa. Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, naye hujipatia kibali kwa Bwana. Ni kibali gani hicho? Wewe unamwangama hicho kibali umekipata? Apataye mke apata kitu, ajipatia kibali kwa ile tu unaolewa au unaoa, kuna kitu kipya kinazaliwa saa hiyo hiyo, ila shida ni kujua kama kipo. Kwa kuna kibali hukipati mpaka umeoa au kuolewa. Sasa Mungu alisubiri. Mariamu alibeba hiyo ndoto ndani yake, lakini ilisubiri mpaka tu aolewe au apate mchumba ndio ndoto ingie kazini. Kwa hiyo angegoma kuwa na mchumba, ndoto isingeingia kazini. Sisi kama nanielewa tumisho Bwana. Amina. Kwa hiyo hakuna aliyeolewa kwa hasara, hakuna aliyeoa kwa hasara. Kila aliyeoa kuna maono alizalishwa baada tu ya kuwa kwenye mahusiano. Kuna maono yaliwekwa hapo, na moja ya maono ni kuzalisha vitu kupitia hiyo ndoa. Haleluya. Nilisema jana, ndoa ya Mariamu, ndoa ya Isaka na Rebeka haikuwa ndoa ya kawaida. Kilikuwa ni kiwanda cha kuzalisha mataifa mawili, na ndani ya mataifa mawili kwa Yakobo kulizalisha tena kabila 10 na ngapi? 12. Chanzo cha kabila 12 kilianzia pale aliposema mataifa mawili yakazaa mikoa 12, yakazaa makabila 12. Kwa hiyo baada tu ya kuoana, kile kibali kipya cha Mungu kiliwafanya wawe ni kiwanda cha kuzalisha taifa mbili, mataifa mawili. Kuna wewe ile tu umeingia kwenye mahusiano, hujaingia hapo kwa sababu ya tamaa zako, hujaingia hapo kupoteza wakati, hujaingia hapo kujiburudisha. Mungu ana kitu zaidi ya kile ambacho unakiona. Hawa watoto, Mungu haoni watoto, anaona maono ndani ya hawa watoto. Amen. Hivi mmenielewa? Amen. Mungu haoni watoto, anaona maono ndani ya watoto wako. Mungu haangalii ndoa yako, anaangalia maono aliyoweka kwenye hiyo ndoa. Haleluya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naona kama mnanielewa sasa. Naona kuna sura mnaniangalia ina matumaini kidogo. Najua kuna sura nyingine ukiangaliwa na kwa kweli hapa sana kwa kweli hatukuelewi, yani tunatupeleka hapa kwa tujue tunaelekea kwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo 1:18 hadi 24. Mathayo 1:18 hadi 24. Kitabu cha Mathayo 1:18 hadi 24. Biblia inasema kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana. Alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, na Yusufu
mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri haya, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na tazama, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hao yamekuwa ili litimie neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba na atazaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Na Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua Yusufu. Bwana asifiwe. Sasa moja ya changamoto nyingine ni gharama kubwa sana ndani ya familia kuyakubali maono ya Mungu. Kwa nini? Ukishapokea maono ya Mungu, kwanza unakufa, alafu unaanza kuwa hai tena. Imesema wazi, punje isipokufa hubaki hali hiyo hiyo, lakini inapozikwa kwenye nchi huzaa na kuzaa matunda mengi. Sasa gharama ya kumkubalia Mungu kuja kwenye familia yako ni kubwa kidogo. Kwa nini? Kuna maisha mlikuwa mnayaishi yatafutika saa hiyo hiyo, alafu mtaanza maisha, kwa sababu Mungu kasema kitu kwa watoto wako. Lakini kuna saa ile Mungu ambao unayempenda kweli kweli, unapenda kwa hapa na wana kushoto na kweli, yule Mungu anayempenda sana, Mungu akifunua maono makubwa ndani yake, wewe unakuwa namba 10 kwenye hayo mahusiano. Yaani 1 Yesu, 2 Yesu, 3 Yesu, 4 Yesu, 5 Yesu, 6 Yesu, 7 Yesu, 8 Yesu, 9 Yesu, wewe ni namba 10. Alafu unasikia sikuolewa na mtumishi, nimeolewa na mume. Utumishi wako malizia kanisani, lakini huko nyumbani wewe ni mume. Unajua kama sema Mungu nipe mtumishi, hujajua kama kupata mtumishi wewe. Kuna sana kuja hela nzuri kwa ajili ya familia. Mungu anasema break. Hiyo hela hamli hata 100, ingizeni kwenye maono. Huyo mume tena utampenda bado. Angalau umeshaingia na pepo huyo. Tena takopa na mstari. Unajua mstari unasemaje? Asiyetunza kwa farakana na ni bora hata mtu asiye amini. Anakupiga na mstari Bwana. Hapo anaanza kukemea pepo kimya kimya. Haya hapo ni maono. Unajua tukisoma habari za Yusufu utasema tu kwamba asema akamchukua, lakini tatulia tafakari. Ona kwenye ndoa ina mikono juu. Ni wengi. Sasa tutaongea kwa lugha ya kwenu. Ulikuwa unasubiri, ulikuwa gerezani miaka mingi sana. Unatoka gerezani, kule kuna ugali na maharage, kuna ubwabwa, kuna chipsi, kuna nini. Alafu unatoka gerezani, unaingia kwenye nyumba yako, kuna pilau, kuna biriani, kuna keki. Alafu unaambiwa ufunge miaka, wakati kila chakula kitamu kipo nyumbani. Miaka mingapi? Ufunge. Unakuta mapilau tena ukigeukia kushoto hapo, ukigeukia kulia hapo. Biblia imesema na Yusufu hakumjua mkewe mpaka alipomzaa mwana, akanyonya akamaliza maziwa.
Niambie za ngumi zitachezewa wapi? Hakuna mchungaji wa kwa moyo kesi na askofu wala padri. Ndio tunasoma mistari juu tu. Lakini Biblia inasema hakumjua mpaka. Lakini alikuwa ni machumba mabikira hawakujuana. Alafu uko naye neti moja, shuka moja. Alafu hakuna nini? Ibada inaendelea. Miaka sio miwili tu, kwanza nipige nimekosea hesabu. Miezi 9 ya ndoa. Miaka miwili ya kulea. Kwa ni zaidi ya miaka mingapi? Hebu niambie, elimikasi. Imekaje? Sasa tunasomaga, lakini baada ya kupewa tafsiri mpya, kanda mzapa vipi hapa nasema hii ni ya Yusufu sio ya kwako. Kwa hiyo sasa chukulia kwa picha hiyo kwamba wewe akiweka maono kwenye ndoa, kwenye familia, kuna kulipa gharama kama hiyo, ila kwa sura nyingine. Ndio maana watumishi niwape sina wakatekesa na wainjilisti niwape siri leo. Hamjajua kwa nini leo ukipima vipima joto kwenye ndoa 190 zipo yani zinapumulia mipira ya gesi. Ziko yaneta ICU. Tafsiri yake hiyo. Tunawasomesoni wanaimba hapa. Lakini tunawasomesome huko ndani bwana. Wanajua vitu hivyo ni manetinesi wako huko kidogo. Haleluya. Sasa lakini chanzo kumbe kikubwa kingine sio ugomvi wa kawaida. Maono yapo, hawajui kuna maono, wanawajibisha na vita maono pasipo kujua hayo maono kama yapo. Hii maneno sawa. Yaani kwa sababu kuna vitu vimewekezwa huko ndani. Sasa vile vitu hawajui kuviishi. Kuna kuta wanafarakana asubuhi mpaka jioni. Wengine soma pepo. Ni Mungu anatembeza kiboko mmoja kwenye njia aliyowaitia. Hebu fikiri Yusufu anasema hii ndio ya moto, siwezi kwa gharama yote. Akasema sasa hapa nitumie tekniki nzuri. Nitateleza tu kama kambale, niibuke mkoa mwingine maisha mapya mtoka mkanambia wewe ndio kome. Hata kamfuata, unajua kuna wale tigi force. Mshaona wale tukikamata na muda skani special wale. FFU. Wakikukamata kuna namna wanakushika hapa, alafu wanakuinua kidogo, alafu bwana sasa miguu inakuwa sio, yani ni kama wanaelelea fulani. Kwa hiyo unakuwa huna ubabe hapa. Kwa hiyo unashikwa hapa, yani unajikuta unaelelea. Jamaa akasema nitamwacha kwa siri yake, siwezi. Fikiri kwa Wayahudi hukumu yake apigwe mawe, apigwe kwa mawe mpaka afile dada. Lakini akasema mimi wataniponaje? Mchomba wake si huyu. Kwa kama anameba lepa ni nani? Kwa hiyo kuna mawe ya Wayahudi hapa. Lakini wapendwa kanisani, nitawaambiaje? Maono ya Mungu kwenye familia yako nataka kuhamisha kwenye taifa lako na taifa jingine. Kuhamisha kabisa. Maono nataka kuhamisha kwenye mkoa mwingine. Maono yanahamisha. Ili unabii utimie ilibidi aende Misri. Lakini nasema ili litimie neno. Kwa hiyo bikira kupata mimba ni unabii ulitabiriwa zamani, ilitakiwa utimie. Kwa mimi na wewe ni matokeo unabii. Amina. Hapa ndio natupeleka wapi? Yaani wewe kabla hujakuwa wewe ulikuweko ulimwengu wa roho kupitia neno la Bwana. Kwa hiyo kupata ndoa kuna usura wa Bwana linatakiwa litimizwe hapo.
kuna kitu kinatimia. Kwa hiyo tunaishi kwa sababu Mungu kuna vitu alishaviratibu ulimwengu wa roho ili vidhihirike upande huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sasa huu msingi angalau umekaa kidogo vizuri. Itatusaidia tunapokimbia sasa kutoka hatua hadi hatua, itatusaidia kuona maana hizi familia mbili kuna vitu ndani vingi sana ambavyo itatusaidia. Tuangalie familia sasa ya tatu baada ya familia hizi mbili. Kitabu cha Luka 1:5-20. Kitabu cha Luka 1:5-20. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia. Mkewe alikuwa mojawapo uzao wa Haruni jina lake Elizabeti, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje ya saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwangukia, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nao utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika wazee watarejea kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekea watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimame mbele za Bwana, mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Hii ni familia ya tatu. Hii familia, ile familia ya kwanza ilipepeshwa kutengeneza mataifa mawili. Familia ya pili iliwekezea maono ya kumzaa Kristo mwana Mungu aliye hai. Sasa hapa tunakuta familia hii ya tatu ya hawa wazee Zakaria na Elizabeti. Sasa hapa kuna kitu nimekipata kipya tofauti ya wale wengine. Mungu alikuwa ana mpango wa kumpitisha Yohana kwenye ile ndoa, lakini miungu ilipoona kitu gani kinakuja duniani kupitia ile ndoa, ikasema tutapambana usiku na mchana hata mzaa Yohana. Ukiangalia wasifu wa hawa watu wote wana uzao kikuhani, nimesema kuna aina ya maono yakiwekezwa kwenye familia, lazima kuwa na vigezo na masharti. Sasa vigezo na masharti kwa Elizabeti na Zakaria vipo,
Mungu akasema sasa apate mke, apate kibali kwa nini? Kwa ile tu na maana Mungu alisharatibu kitu kwenye mahusiano kwamba hapa nitajipatia Yohana Mbatizaji. Yaani ni zaidi ya mtoto, ni mtu ambaye anakuja kumbatiza Yesu, ni mtu anakuja kumwandalia Yesu mazingira kuingia mjini. Kwa hiyo ni zaidi ya mtoto. Sasa hao watu wanapambana kuja mtoto haji, ndio imefika mpaka sasa lile pindo limewagharimu mpaka mioyo imekufa ganzi. Wametoa na sadaka shika. Mungu tunakushukuru, maana sisi imekupenda tusiwe na mtoto. Tunakushukuru, tuna amani. Kwa hiyo wanamtumikia Bwana kwa amani. Sisi hatuna mtoto na hatuna tena mpango wa kupata, maana mpango haupo. Wamemshukuru Bwana, wamefunga makabati, wamefunga na madona na funguo wametupa chooni. Unanielewa? Sasa kama mbinguni kuna moyo kwenye ile familia, sasa wamepambana mpaka nguvu zimeisha. Mungu akasema sasa nataka sasa nije kwenye familia, nilichokipanda nataka nikifunue kiingie mjini. Jamaa wako kwenye ibada kama wachungaji wetu makatekista, kaingia kama katekista, kaingia kama mwinjilisti, kapiga na majoho yake. Asema kama hiyo desturi, lakini kumbe ni siku ya Bwana kutembelea familia, sio utumishi wake. Kutembelea ndoa sio utumishi wake. Kwa watumishi msiogope. Fanyeni kazi ya Bwana, kwa Bwana iko siku ikifika utanikumbuka, nitaingia mjini mimi na familia yangu. Sasa kaingia kwenye ibada ghafla. Kuna madaboka sama akasema isi habari za sasa. Ndio nasema akafadhaika na kuogopa. Sasa muulize, alifanya kwa ibada kwa Mungu yupi? Mungu wake sana malaika. Mungu wake si anasema kilichomfadhaisha ni nini baada ya kuona malaika? Kwa nini akafadhaika? Mungu alifanya surprise. Sema surprise. Inoje surprise. Acha Bwana kufanya surprise. Umetumika, umecheka na kucheka na kucheka. Hawa ndio waombaji. Yaani maombi yamepigwa mpaka usoni wabea sawa. Maombi mpaka nguo na luka maombi wabea sawa, nitaomba tena. Lakini kuna siku Bwana atatokea mchini kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya familia yako. Yaani umezalisha watoto wawili, mume wa Yohana, mume wa nini wa Abdala, lakini waambie sijachoka, ipo saa Yesu atanitembelea, nitampata Elizabeth wangu. Atakuja nitampata nani? Zekaria wangu. Hata kama wamekuzalisha isio, usiogope, bado kuna ndoto ya Mungu iko mchini itakuja. Yaani mimi nipo nikasema kumbe kama sijafa maono bado haijaisha Mungu. Haleluya, haleluya. Kama sijafa bado nitangoja. Hawa zene ni kongwe. Yaani mazingira yote ni ukongwe na ukongwe na ukongwe. Bwana akasema hapo anafanya njia pasipokuwa na njia. Sasa gharama ya maono Bwana ipo. Serikali kasema sawa, malaika tusitaniane Bwana. Yaani sisi tulishafunga makufuli yote na funguo tumetupa kabisa chooni. Litawezekanaje? Akaambia litawezekana. Sasa kwa sababu huna discipline, sema discipline, utapata adhabu ya kuabudu miezi 9. Ili usimsemesema mtoto kwa maana pia baba alikuwa na bubu ili asisemesema mtoto akasikia kaambia tutafunga chakula mpaka so usije ukafuta muujiza wa mama. Ili muujiza utokee na sasa kwa tufunge hivyo vinywa, maana mama wanaongea. Kuna sasa natoka tuwapige wote. Yaani vichomi vinasimama miezi 9. Unakaa tu ili vichomi vikikaa utatoka pombo. Kuna wengine sasa wewe upate nini?
ile nini rest bed anaitwa nini ile? Rest nini? Kama na nini nasoma kidogo. Tutakupa rest bed kwa miezi 9 yote. Kwa na kakitandani miezi mingapi? Amesio situlagia mtoto tumboni. Na wanawake wanatoa pia ukubwa hivyo hivyo. Yaani anakera. Hapana chicha nao. Bali mwana bomu. Yupo kwenye rest bed ya bibi. Asitarajisia mtoto. Mwanamke mzima anapepeta mdomo mzima. Utakia miezi 9 tukunijisia mtoto kama Yusuf, kama Zakaria. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo Mungu akiwekeza maono kwenye familia, mazingira hayamzuii kuleta muujiza wake. Kama amekupangia mtoto, na nimesema jana, ukiwa kutoka unakuja speed usipate shida. Nimesema ni wanini? Wewe afisa mtendaji, katibu kata, mwenyekiti wa kitongo, mwalimu wa shule ya msingi, ni nesi. Yaani hao unazuia ise. Yaani usipozuia ise wanachomoka Jumamosi na Jumapili. Hapo kwa mara nyingi ikija haraka kakubwa kanakuwa kwa mdogo, mtu mdogo na kwa mkubwa na kwa mdogo, nini lishe. Kale kadogo kanakuja spidi, kanakula vizuri, mwadaki amekanekondeana. Hata wakisa kwa kubwa, yule mkubwa ni mdogo ni nini? Kama nyimwa haki zake. Sasa ukiona vinakuja spidi usipate shida wa. Wapeleke tu shule sekondari ya kata. Peleke sekondari ya kata, shule ya msingi pale magari ya. Kwenye magari hawapo bwana. Peleke tu hapo shule ya msingi hapo, wakipiga raba za buku zile raba za jioni zile. Haya jioni buku 1000 wanadolia hizo, hamna shida. Lakini ukiona kanakuja kwa gharama, unapiga moja anaisha hakaji. So hiyo ndio maana mapinga natakiwa waje duniani. Hilo ni bonge la mtoto. Maana Hana anasema aliyekuwa tesa amekuwa na mtoto bora kuliko wana 7. Wewe tuandike huo mstari. Tatizo muda mmoja unashindikana. Acha tujifunze kwanza, tuweke msingi. Alafu huko mbele tutapata muda kuomba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna mtu Bwana anamtia moyo mtandaoni na hapa ndani kwamba bado Mungu hajakuacha. Samueli wa kwanza 2:18. Samueli wa kwanza 2:18. Tumalizie hapo, tuombe kidogo, tutapata nafasi ya kuomba kesho, lakini hakikisha hili somo, yani mwambie Yesu nashika pindo na nana, kuna kitu ambacho unaondoka nacho kwenye hii message. Samueli wa kwanza 2:18. Naye Hana kaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa naufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno zitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Na huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana huwa naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha, hushusha chini, tena huinua juu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini,
humpandisha mhitaji kutoka jani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa kuwa nguzo za dunia zinapona, naye ameweka msingi juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haya ni maombi ya kumwadhimisha Bwana ya mtu aliyetoka jangwani. Huyu ni mama Hana, kachekwa na Penina, kadhihakiwa na Penina. Yaani Penina watoto wanakuja kama mafuriko, Jumatatu wapo, Jumanne wapo, ana kila kijikonekti hawaji. Kumbe alikuwa anaandaliwa kuzaa mwamuzi wa Israeli anaitwa nani? Samueli. Penina na watoto wengi, lakini Hana alipochomoka na mmoja, alikuwa ni bora kuliko wana 7. Anasema aliye na watoto wengi amedhoofika. Nikupe siri mpendwa leo. Ukijua maono ya Mungu kwa watoto wako, watoto ni bora kuliko mwenye watoto 7 asiyejua maono yao. Ukijua maono ya watoto wako waliowekwa ndani, hawa watoto ghafla wanakuwa bora kuliko wana 7. Hamjanielewa bado? Hamjafanya nini? Hamjanielewa? Yaani kama Bwana amewekeza Samueli kwako, ni gharama kumzaa, ni gharama kumlea, lakini akishafika kwenye hatua ya maono asiyokipita mjini, watasema heri baba wewe uliyetuzalia rais ajaye, heri mama wewe uliyetuzalia mbunge wenye jimbo letu, heri mama wewe uliyetuzalia askofu, heri mama uliyetuzalia jaji mkuu. Ufalme wa Mungu unakusubiria. Uulize, umenipa nini kwangu na familia yangu? Tusimame juu. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia tumwadhimisha tu Bwana leo kama Hana. Tumwadhimisha Bwana. Hana alimwadhimisha Bwana. Ile tu Mungu ametupa hili somo, leo tumwadhimisha Bwana. Karibu praise. Kuna kagio lilimalizia pale mwishoni, hujaliingiza. Ilikuwa nafsi yangu ya kutamani. Basi hebu tuende na hilo. Ulilimalizia pale kusema mwadhimishe Bwana. Nataka tumwabudu Mungu. Unapomwabudu Mungu, toa sadaka yako hapo. Unapotoa sadaka, tumwadhimishe tu Bwana leo. Tutakwenda kumshukuru Mungu kutupa hili somo. Leo mshukuru Mungu tu. Na Mungu nakushukuru, umenipa neema kusikia nachokisikia. Niko neema tu kupata mafundisho haya. Hii ni hazina iliyoficha mahali pasiri. Mungu anatembelea familia yako. Watoto walikuwa ni chokora, lakini sasa Bwana atawageuza watakuwa bora kuliko wana 7. Bwana atawageuza. Kwa nini? Kuna kitu kipya kinazaliwa kwenye semina hii. Hebu tumwadhimishe Bwana. Tumwadhimishe Bwana. Haleluya. Karibu mwabudu Mungu. Tunapomwabudu Mungu, tupe sadaka zetu. Leo tutakwenda kumshukuru Mungu. Hatuna vitu vingi leo. Hebu mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako. Mtukuze tu Mungu, muinue tu, mwambie Bwana, nimekuelewa na tunatembelea familia yangu. Kama ulitembelea wazee Likonge wakaona raha, kama ulimtembelea familia Hana kakuadhimisha kakutukuza, mwambie Bwana, haijalishi kuna utasa kwenye uchumi, kuna utasa kwenye ndoa, haijalishi kuna kitu gani, lakini Bwana, kwenye semina hii ninakuona kwenye malango yangu. Tumwabudu Bwana. Toa sadaka yako. Tumwadhimishe Bwana kwa ibada, kwa kumshukuru Mungu. Karibuni mpe sadaka. Unapomwabudu Mungu, tupe sadaka.
fupi, alafu kaendelea kuomba mwenyewe. Sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, ninaliadhimisha jina lako, ninalihimidi jina lako kwa neema ulionipa kuyasikia mafundisho haya. Mungu uliye hai, ninalipokea hili neno, ninalibinafsisha nila kwangu na familia yangu. Umetembelea familia tatu tofauti, na kila familia haikuwa rahisi kuyapokea maono yako. Nami ninajua sio rahisi kwangu kuyapokea maono yako. Mungu uliye hai, ninakushukuru. Kuna mambo ambayo nimekuwa nikiyapitia, lakini sikujua kuna vitu umevipanda katika ulimwengu wa roho, vinatafuta mahali pa kuchipuka. Mungu uliye hai, ninaliinua jina lako, ninaliadhimisha jina lako, ninakushukuru kunipa huu ufahamu, ninakushukuru umenipa hii neema. Acha roho yangu iliadhimishe jina lako, kama vile Hana alipita kwenye dhiki ngumu, mateso kwenye familia, kupitia Penina na majirani walimdhihaki. Ile saa ulipomjilia, ulipo mtoto mmoja aliye na thamani kuliko watoto 7. Bwana Yesu, yuko mtoto umenipa, yuko Yohana kwangu, yuko Yohana kwangu, yuko Yesu kwangu. Mtoto umenipa, atabeba vitu vikubwa vya kifalme. Mungu, ninakushukuru. Ufahamu wangu umekuelewa. Nami nipo tayari kufungulia mlango kwenye familia yangu, ili maono yako yachipuke, na nipe neema ya kuishi kwenye haya maono. Haijalishi gharama kiwango gani, haijalishi kuna vita kiwango gani. Bwana, kwenye hatima ya hayo maono kuna kukuadhimisha kama vile Hana. Mungu, kama Elizabeti alivyokuadhimisha, nami leo kwa imani ninakuadhimisha kwa kupokea ukate. Hebu mshukuru Mungu binafsi, mwadhimisha Bwana. Hebu mshukuru tu Bwana, nafsi yako imtukuze Mungu, roho yako imwadhimishe tu Bwana. Biblia inasema imani kuna uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Vile tu Mungu kulituma hili neno, ile tu kumesikia hili neno, imani akianze kujengwa, anza kuadhimisha Bwana, ukimwambia Bwana nakushukuru, umenipa watoto wenye thamani kuliko watoto 7. Mwambie Bwana nakushukuru, umenipa watoto wa thamani hata kama hujazaa. Mwambie Bwana nakushukuru, maana mimi naniandaa kuwa Mariamu ajaye. Mariamu ulimtembelea kwenye uchumba, nami ninaamini ya kwamba Bwana unaweza kanitembelea kwenye uchumba, unaweza kanitembelea wakati najiandaa kuwa na mume, wakati najiandaa kuwa na mke. Unaweza kanitembelea ukanipa mtoto Yesu, yule mtoto ambao unamkusudia kumwachilia kwenye kizazi hiki, yule mtoto amebeba makusudi makubwa. Ninaamini unaweza kunipa. Alimpa Rebeka mataifa mawili, anaweza kukupa watoto ambao wakiangalia mataifa mawili, anaweza kukupa rais, anaweza kukupa mbunge, anaweza kukupa mkoa, anaweza kukupa waziri, anaweza kukupa mtoto wa kimataifa. Mwadhimisha tu Bwana, mwambie Bwana
nakushukuru kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zako ni za milele. Mwadhimishe tu Bwana, mwambie Bwana nakushukuru, hujanipa jambazi, umenipa mtoto ni bora kuliko wana saba. Mwambie tu Bwana, hujanipa mtoto kahaba, umenipa mtumishi wako. Hata kama nyumbani kwako watoto hawaeleweki, lakini Bwana amekwambia haijalishi wakuje, lakini kuna maono makubwa ndani ya watoto. Mshukuru Bwana kwa ajili ya binti yako, amezalia nyumbani watoto wawili, lakini mwambie Bwana ninakushukuru. Hiyo vita anayopambana imemfanya zalie nyumbani. Hiyo vita ambayo inapambana, sikujua kama ulimwengu wa roho anabeba vitu vikubwa. Sijamlea kwenye viwango vya maono, ndio maana amepigwa. Amezaa watoto dabo, amezaa nje ya ndoa. Bwana nakushukuru, huyu ni mtoto mzuri kabisa, ana vitu ndani yake, maana kila mtoto aliyokupa Bwana amekupa kwa makusudi. Wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook na YouTube, hebu mwadhimishe Bwana, mwambie tunakushukuru kwa kunipa huyu mume, hata kama analewa amekuwa ni cha pombe, mwambie tunakushukuru kwa kwenye hii ndoa. Kuna maono wanakwenda kuzaliwa. Yamkini mume wako ana vitu vikubwa alivyodedeshwa, vile vitu vikubwa hujajua kumhendo kama mume. Adili yale ndoto ile alichokibeba imefungua vita ngumu, alichokibeba imefanya pite mahali anapita. Mshukuru Bwana kwa ajili ya huyo mume, mshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mke, mshukuru Bwana. Mtoto wako anafuta madawa ya kulevya, mtoto wako anavuta bangi, mtoto wako amekuwa ni mlevi. Bwana wanakushukuru, maana kuna vitu vikubwa ndani yake. Unapomshukuru Mungu anaangalia maono kwa upya, anamtembelea mtoto wako kwa upya. Mwadhimisha tu Bwana, mwambie Mungu nakushukuru. Hata kama ni binti mdogo, wazazi wako hawaeleweki, wazazi wako hawaeleweki, Bwana nakushukuru, umenifanya nizaliwe kwenye hii familia kwa sababu kuna maono, una maono makubwa na hii familia. Umenifanya nizaliwe na baba mlevi, nimezaliwa na mama mkorofi. Mshukuru tu Bwana kwa Bwana hata kwa na mama huyo hivyo kusudi, labda mimba yangu angeitoa, labda angenizuia nisitoke, lakini ile tu mama amenileta duniani. Ninakushukuru kwa kuwa amenizaa. Wewe ni mtoto, ni binti, ni kijana. Wazazi wako wamekuwa ni mwiba, wamekuwa ni misiba. Ujio kama wazazi wana vitu vikubwa viko ndani yao, vile vitu vikubwa vinaofanya pita kwenye vita hiyo. Mwadhimishe tu Bwana, mshukuru tu Bwana. Hata kama ni binti, ni kijana, ulikuwa na mchumba mkaanza hatua za awali, mchumba amekukataa, ameoa mtu mwingine, usikate tamaa. Mungu anajua yuko Yusufu mahali, Mungu akukuletea yule mchumba wa agano, yule mchumba ambaye mmeunganishwa kimaono. Hata kama akitaka kukuacha hataweza. Ukiona mchumba amekuacha, ujua hakuwa mume wako, hakuna cha Mungu hapo, lakini mchumba yatoka kwa Bwana, hali akakuacha. Mshukuru Bwana, hapa tunakubariki, tunaliadhimisha jina lako katika majira haya ya siku za mwisho. Umetuletea mana iliyofichwa, umetuletea mana jangwani, umeleta mana iliyofichwa mahali pa siri. Tunaliadhimisha jina lako, tunakutukuza Bwana, tunakuadhimisha Jehova. Bwana umetujilia katika majira haya, tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako. Tunakushukuru Yehova, tunakushukuru Mfalme amani, imekupendeza kukujilia katika familia. Baba, tumelia, tumekuwa na machozi mengi, tumekuwa na misiba mingi, lakini wakati wa kutufuta machozi, maana Hana ulipofuta machozi alikuadhimisha, nasi leo tunakuadhimisha. Hakupata tu mkate, uturuhusu kusikia mafundisho haya. Tunakutukuza leo, tunalihimidi jina lako, tunalibariki jina lako. Wewe ni Mungu ni mwaminifu. Hata kama tumepita kwenye utasa, lakini kumbe katikati ya utasa kuna mtoto wa thamani kuliko watoto saba. Ni Mungu mwenye kufunga matumbo yaliyofungwa. Hata kama umekuwa tasa, mwambie Bwana nakushukuru katika utasa huo. Mwambie Bwana nakushukuru, kumbe kwenye utasa kuna mtoto aliye bora kuliko wana saba, kuna mtoto aliye bora kuliko Penina. Ni kwa sababu Hana alipita kwenye utasa, alipozaa alizaa mtoto aliye bora kuliko wana wengi aliozaa Penina. Hata ile mama Rebeka alipita kwenye utasa, lakini Bwana aliwekeza maono makubwa ya kuzaa mataifa mawili. Usikate tamaa, hata kama umekuwa tasa,
sasa, watu wamekuita sasa, wakimwambia Bwana, kuna maono umeweka kukuzalia mtoto ndio makusudi makubwa. Mshukuru Bwana, mwadhimisha Bwana, nakushukuru leo umenitia nguvu tena. Mshukuru Bwana, mwadhimishe Bwana, hata kama ndoa yako imekuwa ni mwiba, mwandima ninajua apate mke, apate kitu chema, na ipate kibali cha Bwana. Hata kama katikati ya msiba huo, ndani ya hii ndoa kuna kitu kinapenda kuzaliwa, katikati ya hii ndoa yenye mateso, yenye misiba, na kitu kinapenda kuzaliwa, ni kwa sababu kuna vitu vimeviweka katikati ya familia yako. Mwadhimishe tu Bwana, mpe utukufu, litukuze jina lako Bwana, liadhimishe jina lako. Tunakubariki Jehova, tunakutukuza, tunakuinua, tunalihimidi jina lako, tunaliadhimisha jina lako. Ama utukufu na sifa, heshima na mamlaka ni lako, maana utukufu wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu. Baba, ubarikiwa, pewa sifa, utukufu uadhimishe milele katika jina Yesu. Tunakubariki maana umetufariji tena, umeleta mkate wa faraja na kututia nguvu katikati ya machozi ya familia. Liko tumaini jipya tumelipokea leo, utukufu na sifa kwako Jehova, katika jina la Yesu, amen. Basi naomba tusimame, na wakati huu nimkaribishe mchungaji kutoka Kigugu, atakuja kuadhimisha semina yetu. Naomba tusimame mahali tulipo. Kumbuka kuwa hii siku ya kesho, lakini pia mwalike na ndugu yako tuweze kushiriki baraka za Bwana. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu, tunakushukuru sana na kukutukuza uliye Baba mwema. Asante kwa sababu ya wakati huu Bwana. Asante hata kwa sababu ya uongozi wa kanisa hili kuandaa semina nzuri namna hii. Asante kwa sababu ya neno la Mungu jana na leo. Tunakushukuru hata kwa ajili ya watu wote ambao wameendelea kuhudhuria Bwana. Tunaomba Mungu yale ambayo tunakwenda kujifunza, Mungu yakapate kibali katika mioyo yetu, na tukaweza kuyafanyia kazi kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Nasi tunajiachilia mikononi mwako Mungu wakati huu na saa hii. Asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ameendelea kutulisha ujumbe wa neno lako. Kaendelee kumbariki na kumwinua. Tusaidie nasi pia Mungu tunapoailisha, tuailishe baraka zako, bali baraka zako zikaendelee pamoja na sisi. Tupe tena wakati mwingine tena kuja kwa ajili ya kuendelea na semina hii kesho. Tunaomba na kujikabidhi mikononi mwako Mungu. Sifa na utukufu tunarudisha kwako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen.